23 mstari wa 25 na 26. Sikiza kwa makini. Natamani uelewe somo hili. Nani mtamtumikia nani? Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa katikati yako. Mambo matatu unatakiwa ili usiwe na magonjwa, uwe karibu na Mungu, kwa sababu uweponi kwa Mungu ugonjwa unakufa. Uweponi kwa Mungu hakuna ugonjwa unaweza kusogea. Anasema mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Kumtumikia Bwana maana yake nini? Kuomba. Kumtumikia Bwana maana yake kuja kanisani. Tunakuja kwenye uwepo wa Mungu. Kile kitendo cha kuingia kwenye kanisa na kuja kumwabudu Mungu na nguvu ya uponyaji inaingia. Bwana Yesu asifiwe. Nani mtamtumikia Bwana? Kusoma neno la Mungu. Nani mtamtumikia Bwana? Kwenda kumhubiri habari za Yesu. Kwa usije ukasema Mungu atakuponya magonjwa na maradhi akati mtumikie. Kwa ina maana magonjwa na maradhi yote ni kwa sababu ya kutomtumikia Mungu. Hakuna ugonjwa ambao ni mpango wa Mungu, isipokuwa unapokuwa na tabia fulani ya kishetani, Mungu anaondoa ulinzi wake. Ngoja nikwambie ugonjwa ulipoingia. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa kuanzia kwanza wa 3 kwanza tuangalie. Mwanzo sura ya 3 tuangalie mstari kuanzia wa 3. Sikiliza kwa makini. Anasema, lakini labda tuanze mstari wa 2 tuweze kuelewana. Lakini wa 3 unatosha. Anasema, lakini matunda ya ule mti wa bustani, Mungu, matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale, msije mkafa. Kule nyuma tunajua Mungu alimwelekeza Adamu kuhusu mti ambao upanda katikati, Mwanzo sura ya 2. Lakini tunaona hapa Eva anaelezea anachokijua. Watu wanasema Adamu hakumwambia Eva. Sio kweli. Adamu alikuwa muungwana sana, alimwambia. Ila Eva akaingiwa na tamaa, anataka kuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema kwamba msije mkafa. Ngoja nikwambie, huo ndio mwanzo. Kwa nini? Watu wanakufa kwa ajili ya nini? Wanakufa kwa ajili ya magonjwa. Kuna viungo vinapoteza nafasi yake. Ugonjwa ni sehemu kubwa inaobeba watu na kumaliza safari yao kabla wakati. Mstari wa 9, nataka tujifunze vitu fulani hapa. Anasema, tuanze mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa. Woga. Unakumbuka Yesu akasema usifanye nini? Usiogope. Nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akamwambia, nani aliyekuambia? Nani alikupa woga? Nani aliyekupa woga? Nani alikwambia uko uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti uliokuagiza usiale? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio matatizo yetu yalipoanzia. Hapo ndio shida yetu ilipoanzia. Hapo ndipo magonjwa yalipoanza kukamata maisha ya wanadamu. Ilitokea Adamu amekosa ukaribu na Mungu. Ngoja nikwambie, unapoanza kuwa mbali na Mungu, unapoanza kuwa mbali na uwepo, naomba nikwambie lazima magonjwa yatakuja. Kwa sababu gani?
anapoingia hofu, umekuja ugonjwa, naweza kufa. Hofu, umekuja ugonjwa, hela zangu zitapataje? Hofu, umekuja ugonjwa, familia yangu itashije? Jana tumepata msiba kwa kwetu. Mama yetu mmoja alikuwa amesafiri kwenda Morogoro, akawa ameacha wanasema mchi wake kwa muda wa miezi kama 4. Alipokuwa amerudi, akakuta kijana ambaye alimwacha kwenye mchi ameuza ardhi kipande. Alikuwa na nguruwe amewauza, alikuwa na mifugo michache ya kuku ameuza yote, alafu nyumba ni chafu. Kwa alipoingia sebuleni na mnai anakuta ile hali, yule mama haikuchukua dakika 5 tuondoke, akafariki. Aliingiwa na hofu, akasema itakuwaje sasa maisha haya? Alikuwa na ndoto za kukuta kila kitu kiko salama, mambo yamebadilika. Hofu ni chanzo kikubwa cha magonjwa. Hofu ni chanzo kikubwa cha maradhi. Tumbo langu limeanza lile. Hofu. Badala ya kusema tumbo langu limeanza lile, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Hata mara 100. Kuna mtu mmoja juzi alikuwa anaongea na mimi akasema, kuna mtu alimfuata, ni pastor yao mcho, alikuwa anaongea kwa kutumia mitandao. Anasema kuna mama alikuja akawa na kansa. Unajua kansa? Bwana Yesu asifiwe. Stage ya mwisho kabisa ni kansa ya sehemu ya choo. Kwa hiyo alipopata ile kansa, wakamwambia ana miezi 3 ya kuishi. Akaenda kwa mchungaji wake pastor Yoncho, akamwambia pastor, nina miezi 3 ya kuishi. Kwa nini Mungu anataka kunipa adhabu wakati mimi nasali kanisani? Mimi natoa fungu la 10, mimi naimba na kwaya. Naomba niombee. Jamaa akaanza kuomba. Akaomba. Baada ya wiki moja, yule mama akarudi tena akasema ndio wameniambia imeongezeka. Akaomba tena. Baada ya wiki moja tena, mama akarudi. Akamwambia akasema imeingia mpaka kwenye kichwa. Akajiuliza Mungu maana yake nini? Akakumbuka imani kuja kwa na kusikia neno la. Akamfungulia kitabu cha Yakobo, ambapo ni sasa na kitabu cha Isaya 53:5. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Alichukua madhaifu yangu, akachukua magonjwa yangu, akachukua mateso yangu, na kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona. Akamwambia nenda nyumbani kwako, alafu kaandike hii mistari kwa siku 3. Nakupa maombi ya kufunga siku 3. Andika mstari hiyo ya Isaya 53:5. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Alichukua madhaifu yangu, alichukua mateso yangu. Nenda kaandike. Yule mama akawa mtii, akachukua daftari, akaandika daftari 15 kwa kupigwa kwake nimepona. Kisha baada ya siku 3 akamfuata mchungaji. Pastor, nimerudi. Hali yangu bado sio nzuri. Akamwambia umesoma, umeandika nini? Umemaliza? Akamwambia ndio. Akamwambia umeandika nini? Akasema nimeandika kwa kupigwa Yesu nimepona. Alichukua madhaifu yangu na msiba wangu. Akamwambia kwa hiyo umepona au hujapona? Akamwambia hivi kumbe nimepona. Kumbe ni mzima. Kumbe alipokuwa anasoma ile mistari tena ponyaji kwa amefanya nini? Ila kichwani kwake ana ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuangalia anaona kama ana ugonjwa, kumbe alipoanza kuandika tu Mungu akameshaondoa ugonjwa. Kwa usipende kuangalia na utokea nje. Usipende kuangalia wanachosema wanadamu. Angalia Mungu anasemaje juu ya ule msiba wako. Mungu anaeleza nini juu ya yale matatizo ambayo unaweza kuyapata. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ukumbuke kinacholeta magonjwa na maradhi ni kitu kimoja. Uwepo wa Mungu ukiondoka. Ayubu alijaribiwa, Mungu akaondoa uwepo wake. Alipoondoa uwepo wake, shetani akapata mlango, akamshughulikia. Uwepo wa Mungu ukiwa na wewe, haiwezekani ugonjwa wote ukaingia kwako. Na hata kama upo kwa sababu ya uwepo wa Mungu, ugonjwa unatoka kwa sababu unaogopa uwepo wa Mungu. Tunapoenda kumalizia, mpendwa katika Bwana, kuna aina kama 3 za magonjwa. Kuna magonjwa yanayotokana na bakteria, wadudu na virusi.
umepewa mamlaka. Umepewa mamlaka ukanyaga nyoka na nyingine na nguvu zote za ule adui. Kuna magonjwa yanatokana na urithi. Hujawahi kupata mdudu, hujapata kirusi, lakini kuna urithi. Kwani kuna ugonjwa wa moyo. Kwani kuna ugonjwa wa sickle cell ambao ni laana. Kwani kuna ugonjwa fulani ambao ni inawezekana ugonjwa wa kisukari. Ule ugonjwa wa aina nyingine. Lakini kuna magonjwa mengine zaidi ya mfumo wa maisha. Umeamua kuishi maisha ya kufanya mazoezi, maana yake unaweza kupata ugonjwa wa moyo. Umeamua kula vyakula kama unavyoweza kula, maana yake unaweza kupata ugonjwa wa moyo. Kwa ni mfumo wa maisha. Umeamua kwenda nao mfumo huu. Sasa nisikilize. Lazima ujue chanzo cha magonjwa ni nini ili uweze kupona magonjwa yote. Kuna vyanzo vikubwa vingi vya magonjwa duniani. Kibiblia, sio katika namna ya kimwili. Magonjwa chanzo chake cha kwanza ni dhambi. Dhambi inaleta magonjwa. Na ukiangalia kwa makini, mtu ambaye anaishi katika dhambi lazima atakufa. Mika 6:13. Mika 6:13. Naomba tusome ili uweze kunielewa. Anasema Mika 6:13. Mika 6:13. Anasema, kwa ajili ya hayo mimi nimekupiga pigo liumizalo sana, nimekufanyia ukiwa kwa sababu ya dhambi zako. Kwa chanzo cha kwanza cha dhambi ni ugonjwa, ni dhambi. Chanzo cha kwanza cha ugonjwa ni dhambi. Haiwezekani ukaishi katika dhambi au ukawa na dhambi alafu ukawa mzima. Chanzo cha kwanza cha magonjwa ni dhambi. Dhambi zenu zimewatenga na uso wa Mungu. Naomba katika jina la Yesu, kama umeamua kuokoka, acha dhambi kabisa. Dhambi inamwadhirisha Mungu. Dhambi inamtesa Yesu Kristo mara ya pili msalabani. Na Biblia inasema mtu anayetaka kumdhihaki mwana wa Mungu na kumsulubisha mara ya pili, naomba nikwambie, mapigo yake sio madogo. Mtumishi wa Mungu Paulo katika Wakorintho wa kwanza 5:5 akasema wazi kwamba huyu mtu alamanayo nampa shetani amtese kwa sababu amemdhihaki Bwana. Hata katika Timotheo 1:1-20 akawaachia baadhi ya watu wakateswe na shetani. Anasema bora mwili uteswe ili roho iende mbinguni. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mlango kwa ajili ya shetani kukamilisha kazi yake. Dhambi ni kujenga urafiki na shetani. Unamwacha Mungu na kuomba, acha dhambi. Usizoe dhambi. Usikubali kuishi katika dhambi. Mambo mengi utayakosa ya Mungu.